Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu popote pale ulipo. Na ni muda mzuri sana wa kuingia kwenye maombi maalum sana kwenye mwezi huu kwa ajili ya kufunguliwa hatua, lakini pia kuweza wakati ama kuziweza nyakati. Ni mwezi ambao Bwana ataenda kuzifungua hatua zetu na kutujulisha nyakati. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaunganika kwenye maombi haya, kwa sababu kisha mimi kusema amina, kuna hatua zako zitakuwa zimefunguliwa. Kuna hatua zitakuwa zimefunguliwa kwenye ulimwengu wa roho, na ghafla mambo yatakaa sawa. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaunganika, na hakikisha pia unafuatilia kwa makini sana. Naomba tusome kwenye kile kitabu cha Daniel sura yake ya 9 mstari wake wa 2. Maandiko yanasema, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu na lifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Tunapoenda kujiweka wakfu, tunapoendelea kujiweka wakfu kwa ajili ya mwezi huu, na kuna namna ambavyo Bwana anaenda kuachilia neema ya kufunguliwa kwenye eneo ya hatua na kuzijua ama kutujulisha nyakati. Bwana anaenda kuzifungua nyakati za Waisraeli kupitia nabii Danieli, ambaye amefunuliwa wakati wakiwa katika utumwa wa Wakaldayo kule Babeli. Takumbuka Yeremia alitabiri. Yeremia alitoa unabii kwa Waisraeli kwenye Yeremia sura ile ya 31, 32 mpaka 33, kwa habari ya kwamba Waisraeli watachukuliwa, watatekwa matekwa na watu wa Babeli, yani Wakaldayo. Watawachukua na watawapeleka utumwani, na kitendo cha Yeremia kutabiri kule kilimpelekea mpaka yeye kufungwa, kwa sababu alikuwa ametoa unabii, na wakati ule wa mfalme Zedekia alikuwa amemwambia pia mfalme Zedekia ya kwamba na yeye atachukuliwa pia. Hasa Bwana aliwaambia wana wa Israeli kwamba watakaa utumwani hadi miaka 70 ienee, yani mpaka miaka 70 ienee. Bila miaka 70 kuenea wataondolewa huko, yani watakaa chini ya utumwa ya Wakaldayo huko Babeli kwa miaka 70. Hata nabii yeyote hakija kuwajulisha, basi wajue kwamba huyo nabii hajatumwa na yeye, yani mpaka ile miaka 70 imeenea. Kama nabii, Bwana alimwambia kama nabii atakuja kwenu katikati ya miaka 30 40, wajue kwamba yeye hajamtuma, kwa sababu Bwana alisema mpaka miaka 70. Anawaambia ya kwamba mpaka miaka 70 hatua zenu zitafunguliwa. Sasa Bwana alikuwa ameachilia neema ya wao kuwaombea watu wa pale Babeli, Wakaldayo. Bwana aliwaambia kwamba waombeeni watu wa mji huu, waombeeni watu wa nchi. Alikuwa ameachilia upako juu ya Waisraeli kwamba wawaombee watu wa nchi kwa ajili ya kubarikiwa kwao, yaani waombe baraka kwa ajili ya wale watu, kwamba wale watu watakapobarikiwa ndipo na wao pia watakaobarikiwa. Ndio maana wakati mwingine nilikuwa nikikupitisha kwenye maandiko ya kwamba inabidi uombe ili watu sahihi waje kwenye maisha yako, kuwaombea watu sahihi kwenye maisha yako. Lakini leo tunaenda kushughulikia kufunguliwa hatua na Bwana kutujulisha nyakati. Sasa upako wa maombi ulikuwa umeachiliwa juu ya Waisraeli. Sasa angalia huyu mtu, upako wa maombi ulikuwa umeachiliwa, lakini hana ufunuo kwa habari ya kufunguliwa hatua, lakini upako wa maombi ulikuwa juu yake kuwaombea watu baraka.
ili na wao wanufaike kwenye baraka hizo. Lakini pamoja na kuachiliwa neema hiyo ya kuwaombea watu, lakini bado hatua zao zilikuwa zimefungwa. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi una cheo kipi, haijalishi, yawezekana hatua zako zimefungwa, yawezekana hatua zako zimezama sehemu fulani bila wewe kujua. Yamkini unajua lakini hauna uelewa wa kutosha kwenye ulimwengu wa kiroho. Yamkini hujajua, lakini ninakuja kukujulisha kuna mambo ambayo nitayazungumza na utaelewa ninachokwenda kukizungumza. Lakini pia na tutakapoomba utakuwa umefunguliwa kabisa kwa neema ya Bwana. Hatua zao zilikuwa zimefungwa kwa miaka 70, lakini Bwana aliachilia neema kwa Daniel ya kukomboa wakati na kujua kabisa wakati ambao uliwapasa hatua zao zifunguliwe. Danieli alipewa hiyo neema kwa kusoma vitabu. Akaja kugundua kwamba nyakati zimeenea, akajulishwa nyakati kwamba ni muda sasa wa hatua zao kufunguliwa na kurudi kwao Israeli na kurudi kwao Yerusalemu. Tunasoma kwamba Danieli alichunguza maandiko, akazichunguza maandiko, akagundua wakati kwamba hatua zao zikombolewe. Sasa ni muda wa wakati zao kukombolewa. Ndipo akagundua muda ulikuwa umekwisha kupita, muda ulikuwa umekwisha kuenea, ili kwamba watu hatua zao zifunguliwe. Ndipo Danieli akamsihi Bwana, akaanza kumsihi Bwana kwa habari ya kufunguliwa sasa hatua, na Bwana akaachilia hatua zao kupitia Danieli. Hatua za Waisraeli wakafunguliwa. Ndio maana utaona muda ulipofika wa hatua zao kufunguliwa, muda ulipofika wa wao kuondoka, hakuna mtu ambaye aliwazuia. Wafalme hawakuwazuia, wakuu hawakuwazuia tena, kwa kuwa hatua zilikuwa zimefunguliwa kuelekea mahali ambapo wanatakiwa kwenda. Walikuwa utumwani, sasa kuna mahali ambapo walitakiwa waende, lakini hatua zilikuwa zimefungwa. Nataka niseme katika ulimwengu wa roho wapo watu ambao wanatakiwa kwenda mahali. Wapo watu, kuna mtu ambaye unaisikiliza sauti, kuna mahali ulitakiwa uwepo, kuna mahali ulitakiwa uwe tayari kwa muda huu, kuna kiwango ambacho ulitakiwa ukifikie, lakini hatua zako zimeshikiliwa. Unajikuta uko kwenye cycle moja, unajikuta uko sehemu moja, ni kama unazunguka, ni kama ni kwenye mzunguko, unazunguka tu sehemu moja, hakuna kinachoendelea. Lakini upo busy siku zote, lakini nothing is moving on. Hakuna kinachoendelea, hakuna kinachostawi, hakuna mafanikio, hakuna mabadiliko kwenye maeneo kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye maisha yako. Hakuna hatua inayosonga mbele. Ni kama uko kwenye cycle moja, ni kama uko sehemu moja, maswali yanakuwa mengi, unakuwa na maswali mengi, lakini nataka nikuambia kuna mahali ambapo unamhitaji Bwana, kuna mahali ambapo Bwana anaenda kuzifungua hatua zako. Oh my God, kuna mahali ambapo Bwana anaenda kuzifungua hatua zako. Rekatapaya. Mungu ni mwaminifu. Unapozigundua wakati, anapokujulisha nyakati, ni lazima hatua zifunguliwe, ni lazima hatua zikombolewe, ni lazima hatua ziwekwe huru. Lakini hatua zao, watu hao zilikuwa zimeshikiliwa. Lakini Bwana anapoachilia nguvu yake, anapoachilia pia neema, Bwana anapoachilia na nuru, huwa kuna uhakika wa wewe kwenda, kwa kuwa Bwana amezifungua hatua zako. Sasa mwezi huu na muda huu, Bwana anaenda kuzifungua hatua zako kabisa. Bwana anaenda kuzifungua hatua zako. Tunapokuwa katika hali ya kuendelea kujiweka wakfu kwa Bwana, Bwana anaenda kuzifungua hatua zako na kukujulisha wakati, na kukujulisha nyakati zilizoamriwa na Bwana, na kukujulisha nyakati kwamba nyakati zimefika, unatakiwa ufanye hiki, na wakati huo hatua zitakuwa zimefunguliwa. Kuna mtu ananielewa hapa?
Kuna mtu anaelewa ambacho Bwana anaenda kukifanya kwenye maisha yake. Unaweza usielewe hatua. Unaweza, tunapozungumza kufunguliwa kwa hatua zako, unaweza usielewe, lakini nataka nikuambie, hatua zinapokuwa zimeshikiliwa, huwa ni pale ambapo mtu hawezi akawaza chochote. Yaani mawazo ni kama hayafanyi kazi. Unajaribu kuwaza lakini hauwazi vitu vilivyo sahihi. Unajikuta unafanya chochote, unawaza chochote tu, Yaani hauwazi vyovyote tu. Na unakuta mtu anafanya hiki leo, kesho anafanya kitu kingine, mwezi huu anafanya biashara hii, kesho anafanya biashara nyingine. Pamoja na kubadilisha biashara, lakini hakuna kinachoendelea kwa sababu hatua zimeshikwa. Unajikuta umekaa hapo uko sehemu moja, hautoki. Waisraeli walishindwa hata kutoroka, walishindwa hata kupambana, kwa sababu hatua zilikuwa zimeshikwa, hatua zilikuwa zimefungwa. Lakini mara tu Danieli alipowajulisha, tayari hatua zimefunguliwa, tumejulishwa nyakati ya kwamba tayari miaka 70 tayari, na Bwana ametupa neema, ameachilia nuru yake na nguvu tayari. Walipojulishwa tu waliondoka, na walipoondoka, kwa sababu hatua zilikuwa zimefunguliwa, hakuna aliyeweza kuwazuia tena. Hawakukaa tena. Miaka ilikuwa imeshikiliwa, lakini neno la Bwana linasema anaenda kurejeshwa miaka, anaenda kurejesha ile miaka kwenye maisha yako iliyoliwa na madumado, iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na parade. Ulitakiwa uwe mfanyabiashara mkubwa, ulitakiwa sasa hivi uwe kwenye ndoa, ulitakiwa sasa hivi uwe umeoa, ulitakiwa sasa hivi uwe umeolewa, ulitakiwa sasa hivi uwe umemiliki vitu. Kwa muda ninapoona kuna nyakati, muda huu ulitakiwa uwe umesimama kwenye kiwango fulani hivi cha uchumi, ulitakiwa uwe kwenye nafasi fulani, ulitakiwa uwe umeshikilia eneo fulani, lakini mpaka leo hii uko unazunguka tu sehemu moja, na miaka inaenda, miaka inarudi. Sikiliza mtu wa Mungu, unahitaji Bwana azifungue hatua zako. Kuna mtu ambaye ananielewa, kuna mtu ambaye anasema mimi ni huyo mtumishi, ninataka Bwana azifungue hatua zangu, nataka Bwana anijulishe nyakati, ninataka Bwana azifungue hatua zangu, maana nimekuwa mwenye machozi, maana nimekuwa mwenye kusumbuka, maana nimekuwa mwenye kufanya kazi sana lakini hakuna matokeo, maana nimekuwa mwenye kuweka fedha lakini uchumi wangu haui, maana nimekuwa mwenye kuzunguka hapa na pale, nimekuwa mwenye kubadilisha biashara maeneo, lakini hakuna kinachoendelea kwenye maisha yako. Kama wewe ni mtu huyo, inua mkono wako, weka mkono wako kichwani. Kuna jambo Bwana anaenda kulifanya. Kuna ufungulivu wa hatua za mtu mmoja leo. Kuna jambo la kinabii, kuna jambo ambalo Bwana anaenda kuliachilia. Kuna mtu anaenda kukombolewa nyakati zake. Hebu twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya mwezi huu, asante Bwana kwa nafasi hii. Mungu wangu na mwokozi wangu, umeachilia nguvu mpya, umeachilia Bwana nuru mpya, na umeachilia Bwana neema yako ya ajabu. Jehova, kwa ajili ya kukomboa, Bwana, kwa ajili ya kutuweka huru, kwa ajili ya kumweka mwanao huru. Bwana, Mungu mwenye uweza, umeweka miguu iwe huru, umeiweka miguu yetu iwe huru, na kuzimarisha hatua zetu sawa sawa na neno lako linavyosema ya kwamba hatua zetu zitavukuliwa na Bwana, hatua zetu zitaimarishwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana, naomba neema yako na rehema zako, nguvu zako zitakazofungua maisha yetu, nguvu zako Bwana zinazoweka huru, nguvu zako Bwana zinazowasaidia watu wako kuzijua nyakati katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tukaimarishwe hatua zetu, miguu zetu Bwana, miguu yetu ikafunguliwe kuelekea faida, miguu yetu ikafunguliwe kuelekea neema, miguu ya mtoto wako huyo Bwana, hatua zake zikafunguliwe kuelekea faida, miguu yake ikafunguliwe kuelekea kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Tutazijua nyakati na majira kwa sababu zimefunuliwa
kwetu katika jina la Yesu Kristo, kama zilivyofunuliwa kwa Daniel. Bwana, ninaenda kinyume sasa katika jina la Yesu. Ninamleta mtoto wako Bwana, mtoto wako huyo katika mikono yako muda na saa kama hizi kwenye mwezi huu, kunapoendelea kujiweka wakfu kwako Mwokozi Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu ninamleta mbele yako kila nguvu yoyote ile iliyokuwa imeshikia hatua zake, kila nguvu yoyote ambayo imeshika miguu yake, ambayo imeshika spidi yake, ambayo imeshika hatua zake, kwa jina la Yesu Kristo ninafungua miguu iliyofungwa, ninafungua hatua zilizofungwa kwa jina la Yesu Kristo. Kama mtumwa wa Kristo na mtumishi wa Bwana, nimezijua nyakati kwa msaada wa Bwana, kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nimezijua nyakati, nimetambua ya kwamba kuna hatua zimefungwa kwenye maisha mtu huyo kwa jina la Yesu Kristo. Hatua zilizofungwa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu ninazifungua kwa jina la Yesu. Hatua za mtu huyo ninazifungua, hatua zilizofungwa kwenye maisha yake, miguu iliyofungwa, iliyowekwa nira, iliyowekwa minyororo, ninakata, wekwa huru kwa jina la Yesu. Wekwa huru kwa jina la Yesu. Mtu huyu namweka huru kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu yoyote ya giza iliyokuwa inamshikilia sehemu, kila nguvu yoyote ya giza iliyokuwa inafunga miguu yake, ninaiachia, ninaifunga, ninaivunja kwa jina la Yesu. Ninaiteketeza kwa damu ya Yesu Kristo, naiteketeza kwa moto lao katika jina la Yesu. Mtu huyu awe huru leo, mtu huyu awe huru leo kutoka kwenye vifungo vilivyofunga miguu yake, vilivyofunga miguu yake kwenye ulimwengu wa roho. Iwe ni hatua 5 zilizofungwa, iwe ni hatua 10, ninaweka huru hiyo miguu, ninaweka huru hiyo miguu, hiyo miguu naiweka huru, miguu ya mtu huyo naiweka huru kwa jina la Yesu. Kila kamba za giza, kila kamba za kipepo, kila kamba za laana, kila kamba za kimizimu, kila kamba za giza zilizonena kinyume na maisha mtu huyo, zilizotumwa ili kuyafunga maisha yake, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo namweka huru mtu huyo kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya mwana kondoo ninamweka huru, namweka huru, namweka huru. Hatua zinafunguliwa, hatua zake zinafunguliwa leo hii, leo hii. Awe huru, awe huru, awe huru sasa, awe huru sasa, awe huru sasa, awe huru sasa. Miguu yake awe huru, maisha yake yote awe huru. Ninaachilia huru wa Bwana, naachilia huru wa damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama vile wana wa Israeli walivyowekwa huru hatua zao katika Ukaldayo miaka 70, ninaenda kinyume na roho zote zilizopata walale ama Bwana kwa njia isiyo ya walale, zikaleta hali ya kufunga hatua na miguu ya mtu huyo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Miguu hiyo inafunguliwa, moto unapita, moto unapita. Naachilia moto, naachilia moto wa Bwana, naachilia moto wa Bwana, naachilia moto wa Bwana, ninaachilia moto wa Bwana upite kwenye hiyo miguu, upite kwenye hiyo miguu, mikono iliyofungwa, miguu iliyofungwa, maisha iliyofungwa yanawekwa huru raya zelepa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Anza kuwekwa huru, yes, yes, yes. Anza kuwekwa huru, anza kuwekwa huru. Kila maagano ya giza, kila maagano mabovu, kila maagano ya kipepo, kila maagano ya kifamilia, kila maagano ya kimashetani, ninaiondoa, naiondoa kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu aliye hai, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Tunazikomboa hatua za mtu huyo, tunazikomboa hatua za mtu huyo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye ulimwengu wa roho tunakomboa hatua zote, nakomboa hatua zote, nazikomboa hatua zote. Tunarejesha miaka iliyoliwa, 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 walioliwa, miaka iliyoliwa tunaikomboa kwa jina la Yesu. Tunairejesha, tunairestore kwa jina la Yesu. We restore, we restore, we restore. I restore in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hatua zote tunazifungua, hatua zilizofungwa zinafunguliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye ulimwengu wa roho ninatamka katika jina la Yesu Kristo, natamka kufunguliwa kwa hatua, natamka neema, natamka nguvu ya Bwana, natamka uwezo wa Bwana upite kwenye miguu hiyo, upite kwenye miguu hiyo, upite kwenye miguu hiyo na kuweka huru hatua za mtu huyu katika jina la Yesu Kristo. Bwana ninakusihi, chilia neema yako, chilia nguvu yako mpya, chilia Bwana mkono wako na kuzifungua hatua za mtoto wako huyo katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi aliye hai, Mwokozi aliye hai.
Asante Baba kwa neema na rehema zako. Roho Bwana, asante kwa matendo yako makubwa. Asante kwa kumfungua mtoto wako huyu. Asante Bwana kwa kuzifungua hatua zake. Asante Bwana kwa sababu unaenda kumjulisha nyakati katika jina la Yesu. Wengine unaenda kuwajulisha nyakati kupitia neno lako. Wengine unaenda kuwajulisha nyakati hata kwa njia ya ndoto. Ninakushukuru Bwana, maana tumejulishwa nyakati, maana tumefunguliwa hatua katika jina la Yesu Kristo. Mwezi huu Bwana ni mwezi wa kufunguliwa hatua katika jina la Yesu, kwenye uchumi, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye afya, oh my God, kwenye eneo lolote la maisha, kwenye familia, kwenye kazi, kwenye ofisi, kwenye huduma, tunaenda kufunguliwa hatua. Kunaenda kuwa na spidi isiyo kawaida, spidi ya kimungu ya kusonga mbele, ya kuwapeleka watu wake from glory to glory, from grace to grace, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema yako. Yesu, asante kwa ukuu wako. Roho Bwana, asante kwa neema yako ya kiagano. Mungu, wewe ni Mungu unayetunza maagano. Tunakutukuza na kushukuru wewe. Na hata sasa Bwana, ninarudisha utukufu na sifa kwako, na utukufu wako unakustahili wewe, Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi milele. Amen. 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 Mungu wangu akubariki sana, mtu wa Mungu, popote pale ulipo. Kama kuna namna ambayo yote Bwana amekuhudumia, namna yoyote ambayo umehudumiwa kwa maombi haya, mfedheshe shetani kwa kutuma ushuhuda. Mfedheshe shetani kwa kutuma ushuhuda. Lakini pia wewe ambaye umefunguliwa na unataka kuutunza huo muujiza wako, unataka hatua zako zifunguliwe kabisa kabisa na wala adui asingilie tena, unataka kuituma pia na sadaka yako ili kuutunza muujiza, unataka Bwana afanye zaidi ya tulivyoomba, unataka kuunganisha maombi haya kwa sadaka yako, nambari yetu ni alama ya kujumuisha 2778624371. Kwa namba hiyo unaweza ukatuma ushuhuda wako. Kwa namba hiyo unaweza ukawasiliana nasi ikiwa bado unahitaji maombezi, ikiwa unahitaji kuituma sadaka yako, ikiwa pia unahitaji kuungwa kwenye group letu la madhabahu ya maarifa na maombi, ambapo tunaanzisha mahusiano na Bwana, lakini cha muhimu sana tunaimarisha mahusiano yetu na Mungu. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, na Yesu Kristo akutunze. Watumie pia wale wote ambao unaowapenda, watumie maombezi haya ili na wao wafunguliwe hatua zao, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Endelea kumfanya Yesu ajulikane kwa watu, kwa sababu yeye ndiye anayefungua watu wake. Hataki hata mtu mmoja apotee. Hataki hata mtu mmoja aendelee kubaki chini ya utumwa, aendelee kubaki katika utumwa, aendelee kubaki katika maangamizi. Kwa hiyo fanya injili pamoja nami kwa kuwatumia wapendwa wako wote waweze kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Yeye alishinda yote msalabani. Maandiko anasema kwa kupigwa kwake tumepona. Eneo lolote lile, iwe ni eneo la afya, eneo la ndoa, eneo la biashara, eneo la uchumi, tumepona kwa kupigwa kwa Yesu. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Yesu Kristo aliye hai anakupenda zaidi. Uwe na wakati mzuri na Yesu akutunze. Mimi naitwa mtumwa wa Kristo Joseph. Bwana awe pamoja na wewe. Shalom.